Basi nitumie nafasi hii kuwashukuru sana wahariri, kwanza kwa kuweza kutualika mimi na wenzangu ili tuweze kufika hapa na tuweze kuzungumza mambo machache ambayo ninyi kwa mwelekeo huu ambao nimeuona mmeyaeleza. Nitumie nafasi hii pia kushukuru sana kaka yangu Balile, lakini kushukuru sana pia dada yangu Joyce, na nikushukuru sana pia kaka yangu Kibanda kwa maelezo ambayo mmekwisha yatoa. Tumshukuru sana pia kamanda wa jeshi la polisi Sakap Mlilo kwa maelezo pia ambayo naye amekwisha yatoa kuhusiana na mwelekeo wa hotuba fupi zilizotolewa na wahariri wetu. Ndugu zangu wahariri na vyombo vya habari kwa ujumla, kwa bahati nzuri au mbaya sijawahi kukutana na jopo hili la wahariri, na wakati nimepata mwaliko nilikuwa najiuliza mara mbili, sasa huko tena kuna nini? Unajua, ukigundua mwandishi wa habari yuko vizuri, anapokuita mahali popote ili mkutane mzungumze, huwa sio jambo la ndio la kwenda tu, kwa sababu unajua ana material, ana smart brain. Kwa hiyo ukiona kuna uoga unatokea kwa kiongozi kukutana na mwandishi wa habari, basi ujue hiyo ni tafsiri ya haraka kwamba mwandishi wa habari huyo ana smart brain. Kwa hicho ndicho pia kilichonikuta mimi na wenzangu kabla hatujaja hapa. Lakini pia leo mada ambayo nimeiona ni utekelezaji wa maagizo ya Mheshimiwa Rais, Waziri Mkuu pamoja na waziri wetu wa nchi, ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Mtakumbuka kwamba sisi viongozi wa ngazi za mikoa na za wilaya, kwa sasa ofisi yetu imehamishwa kutoka ofisi ya Rais kwenda kuwa ni ofisi ya Waziri Mkuu. Maana yake ni kwamba Waziri Mkuu kwa sasa ndiye anayesimamia moja kwa moja masuala yote yanayohusu tawala za mikoa na serikali za mitaa. Na nieleze kwa ufupi sana, kama ambavyo Mheshimiwa Rais mwenyewe ameeleza kwamba tarehe 29 ya mwezi uliopita taifa letu lilikuwa kwenye uchaguzi, kwa maana mwezi wa 10. Na uchaguzi huu sisi kwetu Dar es Salaam tunayo picha pana tunayoweza tukaendelea kushare na wenzetu. Yapo maelezo mengi kuhusu uchaguzi wenyewe, kwamba je, uchaguzi ulikuwa huru na haki? Tunaposema uchaguzi ulikuwa huru na haki, what are the indicators? Je, uchaguzi huu ulikuwa ni kiashiria cha demokrasia? Na kama ilikuwa ni kiashiria cha demokrasia, nini ilikuwa ni indicators zake? Lakini mwisho wa siku, kama ambavyo na ninyi wenzangu mmeshuhudia, mpaka tarehe 28 mkoa wetu ulikuwa shwari kabisa. Lakini kwa Dar es Salaam mpaka saa 5 za asubuhi mkoa wetu pia ulikuwa shwari kabisa. Nimekuja pia na ndugu yangu Albert Msando ambaye ni mkuu wa wilaya ya Ubungo, lakini pia tupo na ndugu yangu Mpogolo ambaye ni mkuu wa wilaya ya Ilala hapa tulipo, na tuko pia na mkuu wa wilaya ya Kigamboni ambayo inapakana tu hapa, ndugu yangu Mikaya. Wakuu wa wilaya wengine pia tutaungana nao, walikuwa pia kwenye majukumu kadhaa. Ukimuuliza mkuu wa wilaya ya Kigamboni kama alikuwa anasikia mabomu, basi alikuwa anasikia akiwa kwa mbali sana. Mkuu wa wilaya ni shahidi, wala tuzungumzi kwa hisia za kwetu binafsi. Kwa mantiki hiyo, ukienda pale Kigamboni ukasema uchaguzi haukufanyika kwa pale Kigamboni, manake wale ndio mashahidi wa kuulizwa kuhusu uchaguzi kufanyika ama kutokufanyika. Hiyo ni sampuli moja tu katika mkoa niliyoirejelea
Lakini vipi kuhusu taifa kwa ujumla wake? Taifa ambalo ni nchi pana, je, kote huko kwa siku hiyo ya tarehe 29 kulikuwa ni sawasawa na kilichotokea katika barabara hii ya kutoka pale Kimara kuja mpaka hapa au mpaka pale walipoishia? The answer is no. Kwa sababu na sisi wazazi wetu hawako hapa Dar es Salaam, wanapatikana huko huko mikoani. Wao wanasema tunawaombea huko Dar es Salaam, tunawaombea huko Dar es Salaam. Kiswahili cha kuombea huko Dar es Salaam maana yake nini? Ni kwamba huku haijatukuta. Sasa tunapozungumza kitu, huwa lazima sana tuepuke ujumuishi mno katika usemeaji. Nikisema ujumuishi mno kwa Kiingereza ni fallacy of hasty generalization, kwamba unachukua sampuli ndogo unaicompare na unit kubwa, halafu una draw conclusion kutoka kwenye premises ambayo ni ndogo, halafu unahitimisha kwamba hivyo ndivyo ilivyo. Hatujakataa kwamba katika mkoa wetu tulipata dharura hiyo, tulipata dhoruba hiyo, lakini hata unapofanya research unasema nilikutana na matatizo kadhaa. Na mimi kama mwalimu wa research na kusubiri mwishoni kuangalia ni kwa kiwango gani changamoto ulizokutana nazo ziliathiri research yako, ili sasa kama ziliathiri research yako tuseme kumbe majawabu unayotupatia si majawabu ya uandani, si majawabu ya field, na kwa mantikio research yako haiwezi kuwa na matokeo sahihi. Kwa hiyo sisi mkoa wa Dar es Salaam tunaungana pia na Mheshimiwa Rais kukubali yaliyotokea, lakini na kuendelea kutoa pole kubwa sana kwa Watanzania wenzetu. Kama mtakumbuka juzi pia katika hotuba yake, moja ya mambo ambayo ameendelea kuyarudia ni kuendelea kutoa pole. Tafsiri sahihi ya neno pole manake moja ni kukubali kilichotokea, lakini mbili ni kutoa neno la faraja kwa mtu yoyote yule aliyepata kadhia. Na kadhia hizi zipo kwa waliopoteza maisha, kwa waliojeruhiwa, kwa waliopoteza mali, kwa waliopoteza utulivu, kwa waliopoteza uchumi. Wote wanaingia kwenye jopo hilo kubwa kwa pamoja. Tukiwaita wana uchumi watuambie tulikula hasara kwa namna gani kwa muda wa siku 2 au siku 3, watakuwa na maelezo yao. Tukimuita mtu mmoja mmoja aje kueleza ulikuwa kwenye duka lako umeweka nyama ya namna gani ili uweze kuuza baadaye, ataeleza mambo yake. Tukimuita mtu mwingine pia aweze kueleza mambo yake, ataeleza pia mambo yake vizuri. Kwa sisi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, majimbo mengi uchaguzi unaendelea kufanyika. Nilikuwa naangalia kwa mfano kwenye picha kule Segerea kwa ndugu yangu Mpogolo, wale vijana walipoingia kwenye ile bar The Voice, kwa wanachukua mabia, wanachukua mavinywaji, ilikuwa almost karibu saa 12 kasoro hapo jioni kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu, nachoweza kusema kama ambavyo Mlilo amezungumza kwamba taifa linapoingia katika fujo, gharama zake huwa ni kubwa, zinamgusa ali initiator na zinamgusa ambaye hausiki kabisa na jambo hilo. Lakini jambo la pili, tunakubali kwamba katika jambo hili madhara yamewakuta waliofanya na wasiofanya. Nimesikia statements ambazo zimekuwa pia zikitolewa mara kwa mara na baadhi ya watu ambazo sizipingi au kuzipa majawabu kadhaa, kwamba kulikuwa kuna watu ambao wanauaua watu hovyo, wanauaua watu hovyo. Sasa hii neno hovyo na yenyewe ni jambo pia la mjadala, na kwa kuwa mpo hapa katika usemaji wa namna yote ile, mimi ambaye pia huwa ni mtu wa lugha kidogo, huwa lazima tuwe makini kuzungumza vitu ama kwa kutia chumvi, ambayo kwa lugha sahihi, kwa kutumia tamathali za semi, tungeweza kusema lazima tuepuke usemaji kwa kutumia mbaraga, au kwa Kiingereza mnaita hyperbole, kwa maana uzungumzaji wenye exaggerations ambazo wakati fulani hisia inaweza kutangulia kuliko jambo lenyewe ambavyo lipo. Sasa haya pia ninyi kwa kuwa mpo katika usemezano wetu, tutakuja pia kuona jambo ambalo ni la muhimu.
Lakini kukubali kwetu sisi kuja hapa kwenu ni jambo moja kubwa sana. Mimi siku zote huwa simuogopi mwandishi wa habari, kwa sababu nafahamu ni mwalimu mkubwa sana katika mambo mengi, akiwepo mhariri na wadau wengine wote wa habari. Lakini kinachonitishaga sana siku zote ni upotoshaji ambao ukiuangalia kuna vyombo vinavyoibuka havina mhariri wala havina mtu gani, na wakati fulani kwa sababu ya mielekeo ya taifa na watu wake na wadau, kwa sababu kila jambo lina wadau, unakuta jambo hilo linapata watu wengi kwenye mitandao au kwenye jambo gani, lakini limeshapotoshwa. Sasa kiongozi kuanza kutoka mara kwa mara kusema hapana, nilikuwa simaanishi hivyo, tayari huku maana nyingine inakuwa imeshatangulia, inakuwa ni kama kuanza kupambana na mwandishi wa habari au na mhariri au na vitu vingine. Kwa hiyo wote tukiwa tuna ule weredi wa kutosha bila kuoneana haya, mimi naamini kabisa kwamba chombo cha habari ni muhimili mkubwa sana wa dola, na ambao ukiwa kati ya serikali na wananchi, tunaweza tukapata manufaa makubwa sana pengine kuliko jambo lolote. Kwa ndugu zangu, yapo maelekezo ambayo Mheshimiwa Rais ameyatoa kupitia hotuba zake mbalimbali. Hapa ninayo hotuba aliyoitoa bungeni, ambayo ilikuwa ni hotuba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wakati wa kufungua bunge la 13